Karibu kwenye video za mwendelezo wa video za mafunzo. Hii video namba 12. Hapa nyuma hii video niloposti niloandika sehemu ya 11. Nilisema mle ndani ni video namba 12 lakini nilikosea. Kwa hiyo utasameheana katika hizo interruption. Hii ndio video namba 12 na hapa tutaendelea na kuvuta matokeo sasa kutoka kwenye zile sheet zetu za matokeo ambapo kutokea huku form 1, kutokea form 1, form 2, form 3, form 4. Tuje tuvuta aje hapa kwenye report. Kwa hapa tutakuja kukiongezea sisi kwa hapa tutaweka kidato hapa. Tutaweka kidato. Kwa hapa tutachagua hapa kidato. Kwa tutaenda kwenye data. Tutaenda kwenye data hapa. Tutaenda data validation hapa. Tutaenda kwenye data validation hapa. Tutaenda kwenye data validation, tutakuja hapa. Tutabonyeza list function, tutaweka output hapa kwamba tutaweka form 1, form 2, form 3, form 4. Hii form 4 nimekosea, hii form 4. Baada hapo tuta save. Hapa tutakuwa list function zetu hizi. Kwa sasa tutatumia hii itakuwa inasoma N8 ndio itakuwa kama reference yetu, yani referral cell ambayo hiyo sasa tutaitumia kuvuta matokeo hapa. Kwa sasa cha kwanza hii hapo tutakuwa tunaweka serial number hapa, na hapa serial number, hizi serial number zitakuwa zinarifaliwa kutokea kwenye seli ambazo ni hizi ndio serial number hizi. Kwa hizi zinapatikana kwenye form 2 zipo, form 3, form 4 na kuendelea. Hizo hapo ndo zitakuwa kama referral number zetu kutokea hapa kwenye nini, kwenye report. Kwa hapa nitaonyesha tu jinsi ya kuvuta majina na vitu vingine. Kwa cha kwanza hapa kwenye referral receipt tutaandika namba 1 tu. Tutaanza sasa kuvuta majina. Sasa hapa kuna kuvuta majina tutatumia kwa hapa tuweke rangi hapa. Ili ya background tuweke hii. Alafu hapa shade kidogo hapo. Tuweke hata border. Kwa hii tutatumia kama referral cell yetu. Kwa hapa tutatumia formula ya VLOOKUP formula. Kwa tutatumia hapa. Kwa hapa tutatumia formula ya VLOOKUP. Tutaanza kwa kusema sawa if formula, if hii sasa hapa hii ambayo tunasema sisi ni E8 N8 ni sawa na fungua semi F1 funga semi, basi itupe VLOOKUP. Sasa VLOOKUP yenyewe tunasema kwamba VLOOKUP ni formula ambayo inaangalia value katika table and then return this value or row for the you specify. By default table must have store in ascending order. Kwa hapa ni VLOOKUP. Sasa hii itakuwa ile tuletee reference na huyu kwa seli huyu hapa. Kama reference number kule ikibadilika na hapa ibadilike. Kama ikiwa namba 2 tuletee namba 2, ikiwa namba 3 ituletee namba 3, ikiwa namba 4 ituletee namba 4, ikiwa namba 5 ituletee namba 5. Kwa tutaweka koma. Tutaenda kwa form 1. Sasa kwa form 1 hapa tuta highlight hii table nzima ikitokea hapa. Sasa sisi tutavitumia, ngoja niangalie huko hivi hatuvitumii hivi huko hatuvitumii. Kwa hiyo tutaangalia tu mpaka tutakapovitumia hapa kwenye point hizi. Hizi point division tutazitumia. Baada ya hapo sasa tutaangalia column gani na majina. Column tulisema ni hii. Kwa tutahesabu column 1 2 3 4
Kwa column namba 4, column namba 4 tutaiwekea false exact match, alafu tutaweka enter, tutafunga mabano hapa. Kwa kuwa hapo tulichagua kidato hapa, that's why inaonyesha hivyo. Kwa hiyo formula yetu sisi tutakayoitumia, formula yetu ni hii hapa kama unavyoiona hii hapa. Hii ndio formula ambayo sisi tutaitumia, ambayo inasema if N8 ni sawa sawa na F form 1. Kama huko ni N8 mtu akichagua form 1, basi iangalie kwenye sheet ya form 1 kutokea A7 mpaka AV 106 column namba 4, kama kuna majina ituletee. Kwa sasa mtu akija hapa akichagua form 1, basi itamletea lile jina la mwanafunzi husika. Sasa hapo unaweza ukaangalia, je, kweli form 1 wa kwanza ni Mwashabani? Na ni kweli. Haya, sasa tukisema ngoja tubadilishe namba hapa, tuweke namba 2. Tukiweka namba 2 anakuja Ali Bora. Tukiweka namba 2, sio namba, tukibadilisha weka namba 2 anakuja Ali Bora. Na kweli tukirudi form 1 tunaona kabisa namba 2 ipo Ali nani? Ali Bora. Hii hapo tumeelewana, si ndio? Lakini hapa tutafanya kwa form 1 kwanza, alafu baadaye nitaonyesha jinsi gani ya kuunganisha kwa wote. Kwa hapa unaweza ukatumia formula nyingine kujua hizi column numbers hapa juu, ambapo tunasema unaweka sawa sawa, tunatumia formula inaitwa column. Kwa hapo utasema ni hii itakuwa ninasoma A5 hapa. Kwa utasema tu A5, unapiga enter. Itasema hii ni column ya kwanza. Kwa hiyo utascroll kwenda huku mpaka kwenye column ya mwisho ambayo unataka kuitumia hapa. Itakuwa imekupa namba. Na kwa kuwa sisi nani yetu ni sawa, yani sheet zote zinafanana, kwa hizi namba zitatusaidia sisi kwenye kuvuta masomo na mambo mengine. Jinsia hivyo. Kwa jinsia hapa itakuwa ipo kwenye column namba 5. Haya. Kwa tukija kwenye ripoti sasa, kwa kuwa hapa tunayo hii, sisi tunaikopi kama ilivyo. Hii formula yetu hapa sisi tunaikopi tu kama ilivyo kwa form 1. Tukishaikopi tunakuja kwenye jinsia tunaipaste. Tukishaipaste kwenye jinsia hapa, maana yake ni kwamba sisi jinsia hapa itakuwa ipo kwenye column ya 5. Kwa hapo tunaandika column ya 5. Kwa column ya 5 jinsia ni M. Kwa hiyo tukibadilisha hapa tukamweka huyu namba 1 hapa tabaki atakuwa F ni female. Kwa ukibadilisha kule detail na huko detail nazo zinabadilika. Haya. Sasa tubadilisha hapa kidato. Tuje hapo kwenye kidato kubadilisha hapa kwenye kidato hapa. Sasa kwenye kidato hapo napo tutatumia formula ambayo inasema if hii reference cell yetu hii ikiwa sawa sawa mfunga semi F1, basi ituandikie form 1. Kwa sababu unachagua mwenyewe kuandikie vipi, ikuandike kwa maneno au ikuwekewe ai. Kwa sisi tuandike form 1 nafunga hapo. Naweza tukapiga enter tuone inatuletea majibu. Majibu inatuletea hapa. Sasa hapo itakuwa imeruka, yani hii karatasi itakuwa imeruka nani, imemaliza. Kwa hapa ngoja tushushe hivi, alafu tuje tuangalie huku chini kama kuna sehemu yote tumeibana. Hatujaibana. Kwa hapa sasa tunaweza tukaacha form 1. Haya, kwa tunaendelea na hiyo formula hiyo. Kwa hapa tutaweka koma, tutaicopy tu hii hapa mpaka hapa. Kisha copy tunaipaste hapa. Hapa hivi tutaweka form 2 F2, basi hapa tuandikie 2. Haya, hapo tunaweka tena koma. Tunaweka hivi, tunafunga. Hapa form 3 3. Basi hapa tuandikie napo form 3. Baada ya hapo tunaweka koma. Hapa tunaandika 4 hapo, basi iletee form ngapi? Form 4. Baada hapo tutafunga mabano. Mabano tuliofungua ni
1 2 3 ili hapa la 4. Kwa hapo tutafunga mabano manne. Kwa utaweka tu 1 2 3 4. Tupiga enter. Tukipiga enter hapa tumekosea. Hapa tujaweka koma. Kwa ukiwa una copy na kupaste hii formula inabidi uwe makini kwenye kuchagua. Kwa hapo tunasema tukichagua form 2 itatuandikia hapa force. Itatuandikia hapa force kwenye jinsia, ila hapo tutatokea form 2 kwa sababu hapa sheet inakuwa tofauti, si tulijaza kwa sheet ya form 1. Alikadhalika tukasema hapa tu change tuweke form 3, hapa tuandikia form 3. Tukibadilisha hapa form 4 tutatuandikia form 4, lakini kwenye vidato majina itatuandikia force kwa sababu yenyewe hatukuitengeneza kwa form 3. Hii formula hapa ipo kwa form 1. Kama mara yako ya kwanza unafuatilia video yetu au unafuatilia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Video nzuri zinakuja. Na pia tunafanyia ushauri, maoni yenu. Kama una maoni, kama unasema kama kuna sehemu fulani hujaelewa, unaweza kauliza tukatengeneza video kuhusiana na hiyo part ambayo wewe haujaelewa. Kwa hapa tupo kwa form 1 kwanza. Kwa hiyo hapa sasa tutakuja tuvute masomo. Sasa haya masomo hapa tutawavutia kutokea homepage huku. Tutawavutia kutokea huku. Yaani masomo tutawavutia kutokea huku kwenye homepage. Kwa kwenye hii homepage hapa ndo sisi tutatumia kuvuta haya masomo yote ya vidato vyote. Lakini tutaanza kidato cha kwanza kuvuta haya masomo hapo. Kwa nini? Kwenye homepage. Kwa tutavuta kama ifuatavyo. Kwa tutarudi kwenye ripoti. Shodi kwenye ripoti hapa tunaanza tunasema ni if sawa if ile reference yetu ile if e ni sawa na f1 sawa na fungua semi f1 funga semi. Basi hiji hapa kwenye home hapa ituangalizie ile somo la kwanza ni lipi, ituletee. Kwa baada ya hapo sasa hii tutascroll tu kwenda down kwa sababu yale masomo pale yanafanana kwa kushuka kwa huko chini. Lakini sasa unaweza kukuta umeshusha chini yote yamekaa vibaya kwa sababu gani? Hii n hapa imebadilika. Hii n hapa imekuwa 9 wakati hii ni referral nini? Hii hapa ni referral cell. Kwa cha kufanya hii tutailock. Tutabonyeza F4. Tutabonyeza F4. Taroki hapa. F4 taroki. Taroki hapa. Na utaroki hapa. Baadaye utapiga funga mabano hapo enter. Kwa baada ya hapo sasa tuta scroll down kwenda chini hapa. Scroll down kwenda chini, masomo yote yamekuja. Kwa hapa let's say tukisema tukija kwenye referral cell, ngoja tupunguze size hapa. Tukija kwenye referral cell ukichagua form 2, huu utatuandikia yote force kwa sababu hapa tumechagua form 2 na form 2 tujaita kwenye referral cell. Kwa hapa tukichagua form 1 tatuletea kama unavyoona hapo. Tukichagua form 3 tatuletea, form 2 tatuletea force kwa sababu hatujafuta. Kwa hapa tumeangalia jinsi ya kufuta masomo yanayotokea form 1. Kwa ukiwa hapa, kwa mtu akija akibadilisha huku akasema hapa yakaandika tu history hivi, anakabadilisha tu akatoa ile tz akaacha history, ukija kwenye report hapo ile somo itabadilika. Kwa sasa hii ndio jinsi ya kuvuta masomo na majina. Kwa leo hapa tumeangalia kuvuta masomo na majina kwa form 1. Video inayofuata tutaendelea sasa kwa masomo mengine. Tuendelee. Kwa hapa sasa tutakuja tunaangalia jinsi ya kuvuta hizi alama hapa. Alama. Kwa tutavuta hizi alama, tutakuja tutavuta na division huku chini, division. Kuja tuvute na division huku, labda ile imekuwa ngapi kati ya ngapi, point ngapi. Huku tutakuja tuvute
kwa form 1 tu, alafu tutakuja kuangalia kwa somo mengine. Somo mengine tuje kuangalia kwa vidato vingine. Kwa sasa tuanze kuvuta haya masomo hapa. Sasa sisi tutakopi hii formula ya hapa juu hapa. Hii formula hapa ndio tutakayoicopy. Kwa tukisha icopy hii formula hapa tutaipaste tu hapa. Tukuja hii tutaipaste tu hapa hii formula yetu hapa. Tutaipaste hapa. Sasa hapa inabidi tuje huku kwenye hili somo hili. Somo labda historia Tanzania na maadili. Je, lipo kwenye column ya ngapi? Hii 6 mpaka 10 na ngapi? Mpaka 18. Haya. Kwa hapa ni hiyo tunaitumia. Kwa hapa tunaanza ni 6 hapa tunaweka 6. Hapa tutakopi formula ile tu. Hapa tutaweka 7. Nane. Sasa kama unaona hivi kuandika hivi unachelewa, basi ya kufanya una lock. Utakuja hadi ukiona kama hivi unachelewa, una lock. Una lock kwa kubonyeza F4. Kwa una lock hii ili isibadilike. Alafu unakuja tuna lock hii hapa. Hapa inatupa usahihi wa kufunga mabano na lock. Sasa ukisha lock hii una uwezo wa scroll mpaka huku chini. Nitakuletea AVN kwa sababu formula sio sawa. Formula inakuwa hii B nayo hii inabidi tuilock hii B. Hii B nayo hii inabidi tuifanyaje? Tuilock. Utabonyeza F4. Utaweka hapo, utabonyeza F4. Tutaweka. Kwa hapa nao sasa uwezo wa kuscroll down kwenda chini. Hapa umetuletea hiyo kwa sababu ile 8 pale haijabadilika. Kwa hapa itakuwa 9. Kwa unakuta mpaka ya mwisho hii hapa hii itakuwa ndo 10 na ngapi? 18 kama unavyoona kwenye formula hapo hii hapa. Kwa hivyo tukisema tumbadilishe huyu mwanafunzi tumweke wa pili hapa. Hazo nani zake zitafanyaje? Zitabadilika. Kweli huyu mwanafunzi wa pili DK form 1 ambaye anaitwa Alikiba amepata 4 EDK ya kwa tuje tumwangalie. Kumwangalia form 1. Kumwangalia form 1 EDK kweli amepata ngapi? Amepata 4. Kwa hapo tumevuta kwa usahihi. Sasa mwanafunzi wa 3 yeye hana jina. Ila tunao uwezo wa kumvuta hapa. Tukibadilisha hapa amevutika, lakini sehemu ambapo masomo hajafanya inakuwa imemwandikia 0. Sasa kuna jinsi ya kutoa hizi 0 au katika somo ambao hajafanya isimwandikie chochote, isimvutie chochote. Hiyo video tutakuja tutaangalia huko mbele huko. Kwa hii ndio jinsi sasa ya kuvuta haya matokeo. Tunaendelea. Kwa hapo tushavuta masomo, tuchukue wanafunzi wa kwanza, tushavuta masomo kama mnavyoona hayo hapo. Masomo yapo vizuri, kuna bookkeeping nini. Leo tukapata max sawa, ngoja tuziweke hizi center. Tuziweke center kama unavyoona hapo. Sasa tutakuja tunaangalia jinsi ya kuvuta division hapa. Kwa tukiangalia hapa form 1 kwenye division hakuna sehemu ambayo kapata wastani nini hamna, lakini tuna division hapa. Division ipo kwenye 48, point zipo kwenye 47. Kwa hiyo hapa sisi tunachokifanya tunakuja tu hapa amekuwa wa kati ya hapo bado. Amepata division ngapi? Tukisema division hii ipo 40 na ngapi? 48. Kwa hapa tunaweka formula ni ile tu tunaicopy. Hapa tunaweka 48 enter. Alafu hapa formula ni ile tunacopy tunaweka 47. Sababu point zipo nyuma, alafu division ipo mbele. Kwa hapo utachagua mwenyewe uwekaje. Kwamba hii point ndio iwe inaanza alafu inakuja division sawa. Lakini hapo nimepata division ya kwanza, point ya ngapi? Point ya 14. Haya, sasa wastani hapa sasa hujatengeneza, tunaweza tukatengeneza wastani kutokea hapa juu hapa. Kwenye hizi max zake ambazo
amezipata. Kwa hiyo tunaweza tukafanya calculate moja kwa moja, tukasema kwamba calculate hapa tukasema sawa sawa na average, alafu sasa tutachukua hizi max zake hapa. Max zake ambazo zinatokea hapa mpaka hapa. Tukaweka enter. Tatuletea hivi. Hapa tutabadilisha. Tutaweka viwango vya desimali lakini tuweke hata viwili ili kuleta ule tofauti ule. Sababu utakuta labda walipata 50 labda hapo wawili kwa labda kapata 50.1 50 kamili. Hapa hivi tutatengeneza ile kawaida tu. Tumia hivi formula tutagawanya kawaida ili tupate hizo max. Kwa hivi ndio jinsi ya kuvuta taarifa za mwanafunzi. Kwa video inayofuata tutakuja tutaendelea jinsi ya kuvuta amekuwa ngapi kati ya ngapi, pia kujaza tabia, maoni, daraja. Hapo nitatengenezea hapa na daraja tutatengenezea hapa. Nafanya hivi ili video iwe fupi, zisiwe ndefu sana zikachosha watazamaji, kwa sababu wengine wanaeleza kwamba inabidi jaribu kupunguza urefu wa video. Kwa hiyo nahitaji natengeneza video dakika 20 ili mtazamaji wangu usichoke sana. Wewe unaangalia kwa muda mfupi na kupata burudani, kupata maelezo ya kutosha na yanayoeleweka. Sasa naweza hapa tukaiprint hii ili tuione kwamba je inaonekanaje. Kidogo sasa hivi ishaanza kuvutia au bado. Kwa niingia hapa kwenye kuprint kawaida ili nione hapa ionyeshe vizuri, lakini portray letter A4 A4 inakatika. Kwa hapa naweza nika save as kaandika sample report kaekea PDF tuweka hapa kwenye document hapa. Hapa itakuwa imekata hapa. Inabidi ingesave mpaka huko. Ngoja tuione alafu tutaangalia je ipo sawa au imejikata. Hapa pale sikusave vizuri. Imekata. Unaona report hapa imekata hapa. Imekata. Kwa hiyo tuweke sawa hapa. Inabidi iwe page moja. Ngoja hapa tuisave tena. Ukitengeneza hivi ukisave vizuri, hata anaenda kutumia mfumo wako au kama unatumia shuleni kwako hapo, basi inakuwa ni rahisi kwenye kuprint hizi PDF hizi za ripoti zisiwe zinakatika. Unakuta labda una print jina la mwanafunzi alipo, lakini ukiseti vizuri hapa inakuletea ule muonekano mzuri wa ripoti zako. Yaani ripoti zinakuwa zipo full, zimecover kama mnavyoona hivi. Kwa hata kupembeni ukija kuweka logo baadaye inakuwa ripoti inaonekana vizuri. Kwa hiyo ndio ripoti ya mwanafunzi wetu huyo. Mwanafunzi wetu anaitwa Mashabani. Hapo ndio ipo mpaka mwisho. Hapo ndio ripoti yetu. Kwa hapo imekaa kwenye A4. Kwa video inayofuata sasa tutaangalia kuvuta, kutengeneza madaraja, maoni, tabia na daraja yake, hizo tabia zilizopata, kuweka amekuwa ngapi kati ya ngapi, na kutengeneza daraja hapa kwenye wastani ambao umepata. Generate maoni unaweza kujenerate kwa kutumia hii nani aliyoipata hii daraja ile aliyoipata wastani. Huu wastani unaweza kutengeneza maoni ya mkuu wa shule. Asante kwa kunisikiliza. Kama mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Video nzuri zinakuja. Pia nashukuru sana watazamaji wangu au mnaonifuatilia kwa kuendelea kusubscribe, kucomment na like. Sina mengi ya kusema zaidi ya kuandalia video nzuri na zenye kutoa elimu. Kwa kama mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment.
Chao, tukutane katika video nyingine. Asante.